Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu ndugu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mwana wa Mungu. Bwana ametupa tena neema tuweze kushirikishana neno lake kama anavyotujalia ushindi na baraka tele. Kisoma kitabu cha waraka wa pili wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 4. Neno la Bwana linasema: Simoni Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani moja na sisi, yenye thamani katika haki ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo, neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Mstari wa 3, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Mstari wa 4, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Baba, katika jina la Yesu, litukuze neno lako. Anayesikiliza apate kitu, aelewe, ajifunze, aongezeke toka imani hata imani, utukufu hadi utukufu, katika jina la Yesu, amen. Maandiko yanatuambia amani na iongezeke katika kumjua Mungu, kama maandiko yanavyosema, mjue sana Mungu uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Kwa hiyo unavomjua Mungu ndivyo amani inaongezeka. Na Biblia inasema yeye afurahiaye afurahie kwa sababu ajisifu kwa sababu anamjua Mungu. Kadri unavomjua Mungu ndivyo ambavyo amani inaongezeka. Ndivyo ambavyo ushindi unaongezeka. Ndivyo ambavyo tunasema furaha inaongezeka. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kuongezeka kumjua Mungu ndivyo ambavyo amani inaongezeka. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Sikiliza mstari wa 3, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Sikiliza, Mungu ana uwezo wa kumfanya mtu akawa vile Mungu anavyotaka. Ni sana mwimbaji mmoja akasema, nifinyangi nifinyangi unifanye kama vile upendavyo. Okay, Mungu ana uwezo wa kumfanya mtu akawa vile Mungu anavyotaka. Ndio maana Biblia inasema kwa kuwa uweza wake wa uungu. Umesikia? Uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utawa. Okay, ametukirimia vitu vyote vinavyotupasa kupata mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni uzima na la pili ni utawa. Uzima maana yake uzima wa milele. La pili utaua, utakatifu. Bwana ameachilia kwetu mambo yanayoweza kutufanya sisi tukaulisi uzima wa milele, lakini pia tukaishi maisha matakatifu na mwisho tukaulisi uzima wa milele. Manake mambo yote ameachilia kwetu. Ni kazi kubwa kwako, kwangu na kwa mwingine anayeweza kusikiliza ujumbe huu aweze kujua kwamba Bwana ameachilia vitu vitupasavyo kuulisi uzima wa milele. Kwa nini? Kwa sababu ya uweza wake. Kama Biblia inasema uweza wake umetukirimia vitu vyote vitupasavyo uzima na nini? Na utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa okay, vitupasavyo kupata mambo makubwa. Sasa swali langu ni vitu gani hivyo? Ni vitu gani ambavyo Mungu ametukirimia vitupasavyo kupata utauwa na uzima wa milele? Ni vitu gani hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, kwa sababu ya uweza wake wa uungu alikubali kumtoa Yesu Kristo. Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa fidia ya dhambi. Uweza wake wa uungu alikubali kuachilia mwanawe wa pekee. Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Sikiliza, uwezo wa Mungu, akamtoa mwanawe wa pekee, kila anayemwamini asipotee awe na uzima wa milele. Lakini kwa njia ya mwanae, Waraka wa kwanza wa sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza, watoto wangu wadogo nimewaandikia ili msitende dhambi, lakini kama mtakitenda dhambi tunaye mwombezi wetu kwa Baba,
na Yesu Kristo mwana tunaye mwombezi wetu kwa Baba, Yesu Kristo, ambaye sio mwombezi wetu tu sisi, bali ni mwombezi wa ulimwengu mzima. Umesikia hicho kitu? Mwombezi ambao wazungu wanamuita our advocate. Na waraka wa kwanza wa Timotheo sura ile, Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa 5, kwa kuwa Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Wazungu wanamuita mediator. Can you understand? Unaona sasa, kwa kumbe tunaona kwamba uwezo wa Mungu umetukirimia Bwana Yesu Kristo, ametupa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tunapata ondoleo la dhambi. Pamoja na dhambi ulizotenda au dhambi nilizotenda mimi au mwingine, usingeweza kulisi uzima wa milele. Usingeweza kuishi maisha ya utakatifu kama hakuna mwombezi. Kama Yesu asimame kama mediator, kama Yesu asimame kama advocate, usingeweza wewe kulisi uzima wa milele. Lakini kwa sababu ya uwezo wake ametukirimia. Mathayo 1:21. Maandiko yanatuambia utamzaa mwana, utamwita Yesu, yeye ndiye atakayewakomboa wanadamu na dhambi zao. Wanawake alikuja kutukomboa na dhambi zetu. Huo ndio uwezo wa Mungu aliotukirimia. Haleluya. Uwezo wa Mungu kwamba kwa njia Yesu Kristo tupate ondoleo la dhambi. Yaani anasimama kama fidia ya dhambi. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake ni ya 5. Acha nikusomee fungu hili, maana nasema mtumishi, mbona hata usome? Mambo gani mtumishi? Usome unatuambia tu. Ndio hivyo, yani nisome ndio fungu liko hivyo. 5 angalia. Akapewa na 5 ukisoma mstari wa 18 anasema, mstari wa 18, sikiliza mstari wa 18. Lakini vyote nasoma mstari ngapi? Haraka kwanza na Wakorintho, yes. Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili mstari sura ya 5 mstari wa 21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Mungu akamfanya Yesu kuwa dhambi, ili wewe uliye na dhambi na mimi tupate kuwa haki kwa ajili yake. Huo ndio uwezo wa Mungu. That is number 1. Number 2, uwezo wake wa Mungu ametukirimia Roho Mtakatifu. Unanielewa lakini? Ndugu, unanielewa? Uwezo wake wa Mungu ametukirimia Roho Mtakatifu. Pamoja na kusamehewa dhambi, bila Roho Mtakatifu tutaanguka shimoni. Pamoja na kwamba umetakaswa dhambi zako, maana Biblia inasema na Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiza ineneo mema kuliko damu ya bili. Damu ya Yesu inanena mema juu yetu, juu ya maisha yetu, juu ya maisha yako. Lakini pia akatukirimia Roho Mtakatifu ambaye ndio kiongozi, ambaye ndio anayetuongoza katika njia ya kweli. Usitende lile, usifanye ile, usifanye lile. Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Uwezo wake wa Mungu umetukirimia Roho Mtakatifu atuongoze katika njia ya kweli, njia ya haki, ili tusije tukajikwaa, tusije tukapotea. Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametukirimia nani? Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa. Lakini angalia pia uwezo wake wa Mungu ametukirimia nini? Neno lake. Neno lake. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia yangu. Jinsi gani kijana isafishe njia yake? Kwa kutia akifuata neno lake. Moyoni mwangu nimeweka neno lako. Moyoni mwangu nimeweka neno lako ili nisije nikakutenda dhambi. Okay, neno lake. Neno ndo sauti ya Mungu. Hii ndo sauti ya Mungu. Unatamani kusikia sauti ya Mungu? Hii ndo sauti ya kwanza ya Mungu ambayo unapaswa kuisikia. Neno. Neno. Kwa Mungu amejifunua kupitia neno lake. Amejifunua kupitia Mungu. Kwa uwezo wake Mungu unaweza kutupa maisha utakatifu na utaua ni njia nyingine kupitia neno lake. Kadri unavyosoma neno, unavyosikiza neno, unavyosikiza mahubiri, unaendelea kujengwa na kuishi maisha utakatifu, kuishi maisha utaua. Haleluya. Unaendelea kuishi maisha utaua neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno lilikuwa kwa Mungu, na hiyo neno lilikuwa ni Mungu. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na uzima ilikuwa nuru ya watu, na hiyo nuru ya watu yang'aa gizani, wala giza halikushinda. Kumbe ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Ndani ya neno ndimo kuna uzima wa milele. Andika yanasema maneno ninayowaambia ni roho, tena ni uzima. Haya maneno yamebeba roho, yamebeba Roho Mtakatifu. Ndio maana andiko linaua, roho anauisha. Roho anauisha haya. Mungu mwenyewe anazungumza. Unasoma hapo unacheka sema, Baba anazungumza na mimi. Mungu anazungumza na mimi kwenye moyo, kwenye mtima kupitia neno. Sema amen. Uwezo wake wa Mungu.
Lakini pia uwezo wake wa uungu umetukirimia jambo gani? Umetukirimia kanisa. Bwana alituletea kanisa. Bwana alikuja kulinunua kanisa. Huu ndio uwezo wake wa uungu. Ukisoma Waefeso sura yake ya 5 mstari wa 27. 27 anasema. Mstari wa 27 anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema apate, tuanze 26, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Yesu alikuja kulinunua kanisa kwa damu yake mwenyewe. Ndio maana Petro anaagiza wale wazee kule Efeso, anasema lichungeni kanisa la Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Maana yake ile kanisa limenunuliwa kwa damu, kwa apate kuletea kanisa tukufu. Uwezo wa uungu umetukirimia kanisa. Na kwa njia ya kanisa Bwana akaachilia vipawa na kalama kwa watu mbalimbali, ili watu waweze kujengwa na kufundishwa na kukomaa, waishi maisha utaua na mwisho wa urithi ufalme wa milele. Ndio maana Biblia inasema msiache, Ebrania 10:25, msiache kukusanyika kama hivyo desturi ya wengine. Kali mnavyoona ile siku inakaribia, msiache kukusanyika. Kwani mnapokusanyika ndipo mnakutana na karama mbalimbali. Sisi tu viungo, kila kimoja kwa mwenzake. Kama tunavyosema katika Korinto wa kwanza 12. Acha nikusomee jambo hili. Korinto wa kwanza 12 na ule mstari wake ni wa 17. Hebu angalia Korinto wa 12:27. Tuanze 27. 27 anasema, basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila mmoja peke yake. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha kalama ya kuponya wagonjwa na masaidizano na maongozo na aina ya lugha. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Angalia, ameweka katika kanisa na masaidizano na maongozo na mitume na manabii na walimu. Kanisa ni la muhimu ndugu. Wewe usiyekusanyika hakikisha unakusanyika. Kama kusanyika niko mbali mtumishi, niliko hakuna makanisa, kusanyika hata kwa njia yote ile. Hakikisha umepata mahali ambapo unapokea vitu, kalama hizi. Mwalimu anakufundisha neno, unajengwa, unachungwa. Na mtu, mimi sitaki kuchungwa, sitaki mimi niwe na mchungaji. Unaweza kujichunga wewe. Mimi sitaki mtu anifundishwe, tafundisha na Roho Mtakatifu. Sawa, fundisha na Roho Mtakatifu, lakini Bwana anasema ndani ya kanisa ameweka wengine mitume, walimu na manabii, kwa makusudi kanisa likamilike, kanisa lijengwe. Ametukirimia hayo. Ndio maana lazima tukusanyike. Lazima uhakikishe umepata kanisa sahihi, ambalo kwa njia ile kanisa utapata kumegewa vipawa, utapata kumegewa kalama ambazo Mungu ameachia. Roho Mtakatifu hawezi kukupa vyote. Hata kama kukupa vyote, basi kwa huruma zake hatuwezi tukamkatalia, kwa sababu ni yeye anayegawa kama apendavyo. Lakini anatugawa kwa sehemu ili usikajivuna. Ndio maana anasema anasema tena pana tofauti za kalama, lakini Roho ni yeye yule, amgawe kila mtu kama apendavyo. Roho anamgawia kila mtu kama apendavyo. Mwingine neno la maarifa, neno la hekima, mwingine kalama ya imani, mwingine matendo ya miujiza, mwingine kuponya wagonjwa, mwingine aina za lugha, mwingine pambanua roho, mwingine tafsiri za lugha. Umeona sasa anachokuambia? Umeona sasa? Kwa anagawa. Okay, pana tofauti za huduma. Yesu Bwana ni yule mmoja. Okay, aliwatoa wengine kwa mitume, manabii, walimu wengine. Wewe ukawa kila kitu. Kwa lazima kanisa, kwa ametukirimia uwezo wake, umetukirimia kanisa. Ili kwa njia ya kanisa tumegeane nini? Vipawa. Tumegeane nini? Karama. Tumegeane nini? Mambo makubwa ambayo Bwana ameamua kuyaachia mwenyewe ndani ya kanisa lake. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ameamua kuachilia haya yote ili watu wajengwe, ili watu wajifunze, ili watu wamuelewe Mungu, ili watu waweze kuishi maisha ya utakatifu na utaua. Lakini jambo lingine, sio kwa mwisho, sio kwa muhimu, ni mambo yote ni muhimu. Jambo lingine, Bwana ametukirimia nini? Nimesema kanisa. Yes. Nimesema Roho Mtakatifu. Yes. Nimesema Yesu Kristo. Yes. Nimesema na nini tena ametukirimia? Jambo lingine Bwana alilotukirimia watoto wake, ili watoto wake wasiweze kuanguka. Watoto wake wasimame katika kweli, wasiweze kuyumbishwa, waishi maisha ya utaua. Wasiweze kuyumbishwa huku na huku na huku, wakapotezwa na hatimaye wakatoka kwenye njia, kwa sababu lengo la Bwana ni watu waishi maisha ya utaua na utakatifu. Haleluya, mwana wa Mungu. Kwa hiyo nimekwambia mangapi? Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, neno la Mungu,
kanisa. Hayo mambo Bwana ametukirimia kwa uweza wake na neno la Mungu ambao ndo Biblia. Ametukirimia ili tupate kuishi maisha ya utakatifu na utaua. Sema amen. Lakini angalia mstari wa 4, tunamalizia mstari wa 4 katika Petro tulikuwa tunasoma. Mstari wa 4 anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Ili watu tuokolewe na uharibifu kwa sababu ya tamaa, uharibifu ulioko duniani, ametupa ahadi. Mungu ametupa ahadi, hakutuacha hivi hivi, ametupa ahadi za thamani ili tuweze kuishi maisha yanayompendeza. Tuwe na tabia za uungu. Bwana ametukirimia vitu vyote vinavyotupasa tuweze kuishi maisha ya kuwa na tabia za uungu, lakini akatupa na ahadi za thamani. Moja kati ya ahadi hizo, Bwana ametuahidia taji kwa watakatifu. Washindi. Yeye ashindaye nitampa. Sikiliza, yeye ashindaye nitampa uketi. Yeye ashindaye nitampa taji. Yeye ashindaye nitampa ile imani iliyofichwa. Angalia Bwana anavyosema, kuna ahadi ametukirimia. Kuna taji kwa watakatifu. Pambana kupata taji. Biblia inasema angalieni mtu asiye kachukua taji yako. Watu wanachukua taji saa hizi, watu wananyang'anya taji za watu. Wanawanyang'anya. Kwa nini? Kwa sababu watu hawako makini. Mume anaweza kanyang'anya taji yako. Mke anaweza kanyang'anya taji yako. Baba anaweza kanyang'anya taji yako, au mama au mtoto. Au kazi yako, au bosi wako. Uwe makini asiye kanyang'anya taji. Umekirimiwa ahadi za thamani. Pambana kupata taji yako. Lakini kubwa kuliko, ametuahidia uzima wa milele. Hiyo ni ahadi kubwa kwamba yeye ashindaye ataurithi uzima wa milele. Unachelewa nini ndugu? Kama bado hujamwamini Kristo, siku ni leo. Muamini Kristo. Ametukirimia hizo ahadi ambazo nimekuambia. Leo kwa imani unazipokea zile ahadi, zinakuwa ndani yako. Ni kazi kwako kutembea katika hizo ahadi. Kwa imani yote yanawezekana. Sikiliza, lakini ahadi, uzima wa milele, taji kwa watakatifu na vingine vingi alivyotuahidi, ni kazi kwako kuchukua. Kama bado, wakati ni sasa, uamuzi ni leo. Kama Bwana amesema na wewe, chukua hatua. Kama unaona bado, basi kazi kwako ni kuchagua. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Naitwa Mwalimu Kaputa. Mungu awe pamoja na wewe. Amen.